ndoa zimekuwa nyingi katika mujtamaa wetu, na upande wa pili talaka zimekuwa nyingi mno katika mujtamaa wetu. Na ukichunguza makini utakuta kuwa wengi katika vijana wanaoingia katika jambo la ndoa huingia pasi na kulifahamu jambo hili na uzito wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamkuta mtu aingia katika ibada ya ndoa asithamini ibada kama ile kwa sababu ambayo haina maana. Mara moja ukaona vijana wameachana, wakabakia watoto wa kike wengi sana wametalikiwa, na wengi katika vijana katika mujtamaa huu kawaona watembea wamewawacha wake zao leo au kesho wawacha. Sababu ni kutoka nje ya mipaka aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaume. Tusikilizeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akituelekeza katika namna ya kuamiliana na wake zetu ili ndoa zidumu, ili watu waishi na utulivu katika majumba. Waashiruhunna bil ma'ruf, tangamaneni na wake zenu kwa wema na kwa uzuri. Fa in karihtumuhun, ikiwa kutatokea sababu ikakupelekea wewe kumchukia mke wako, pengine ulimi wake hauchungi na sababu nyinginezo ambazo waweza kuzisubiria, basi subiri ndugu yangu Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Huenda ukachukia jambo Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake akajalia khairi nyingi, ukazaa naye watoto wengi na mengi mazuri yakapatikana ndani ya ndoa kama hiyo. Sio kila ndoa imejengewa mahaba. Kuna wakati mwingine yabidi usubiri mwanamume, na thawabu yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haswa ikiwa ni katika yale mambo waweza kuyasubiria.